Umewahi kumwona mtu anaonekana maskini kabisa, lakini ndani yake kuna future ya tajiri mkubwa? Leo utashuhudia mtihani wa moyo uliowahi kufanyika barabarani. Alichokichagua mtu huyu kitakugusa sana. Tazama mpaka mwisho, kwa sababu huu ni ukweli unaobadilisha maisha. Alikuwa anakaa pembeni ya barabara, akiwa amejikunja kidogo. Uso wake umejaa uchovu wa maisha. Nguo zake zilikuwa chafu, zikiwa zimechakaa kwa muda mrefu, na rangi yake imefifia kwa jua na vumbi. Viatu vimechakaa, vingine vikiwa na matundu, vikionyesha safari ndefu ya maumivu aliyopitia. Watu walikuwa wanapita tu, wakiwa na haraka za maisha yao. Wengine wakimtazama kwa macho ya huruma, wengine wakimpita kana kwamba hayupo. Hakuna aliyemsalimia, hakuna aliyempa msaada, hakuna aliyesimama kumuuliza jina lake. Lakini watu hawakujua kwamba zamani alikuwa mwanafunzi mzuri sana, aliyekuwa na ndoto kubwa, aliyetamani kuwa mtu wa maana katika jamii. Maisha yalimbadilisha, yakampindua, yakampeleka kwenye upande ambao hakuwahi kuufikiria. Siku moja, tajiri mkubwa alifika, akiwa amevalia vizuri na harufu ya mafanikio ikimtangulia. Alisimama mbele ya yule mwanaume, akamwangalia kwa macho ya makini kama mtu anayesoma maisha ya mtu mwingine. Kisha akapiga magoti kidogo, akaweka vitu vitatu mbele yake, juu ya meza ndogo ya mbao iliyokuwa pembeni ya barabara. Dola 100 pesa taslimu zilizokuwa zikimetameta chini ya mwanga wa jua, simu mpya ikiwa bado kwenye boksi ikiashiria maisha mapya ya kisasa, kitabu kinaitwa Think and Grow Rich, kitabu kilichobeba siri za mafanikio ya watu wengi duniani. Akamwambia kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito kubwa, chagua kimoja tu, kitakachoamua maisha yako ya kesho. Watu waliomzunguka wakaanza kunong'ona, kisha sauti zao zikawa kubwa zaidi. Baadhi wakasema kwa sauti ya haraka, chukua pesa. Wengine wakasema kwa msisitizo, chukua simu. Kila mtu alikuwa na maoni yake, kila mtu alikuwa na majibu yake, lakini yeye alikaa kimya, akivitazama vile vitu vitatu kwa makini, kana kwamba anasoma mustakabali wake ndani yake. Akapumua kwa kina, akanyoosha mkono wake polepole, na bila kusita, akaichukua kitabu. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito kubwa, pesa huisha, simu huharibika, lakini maarifa yanabadilisha kizazi. Maneno yale yalitanda hewani. Watu wote walishangaa. Kimya kikatawala kwa sekunde chache. Kila siku alikuwa akisoma kile kitabu, asubuhi na mapema kabla jua halijachomoza, na jioni kabla macho yake hayajafumba kwa usingizi. Kila ukurasa aliusoma kwa umakini, akijaribu kuelewa, akijaribu kujifunza, akijaribu kujibadilisha. Polepole akaanza kubadilisha mawazo yake. Akaacha kufikiria kwa hofu, akaacha kujiona kama mtu aliyeshindwa, akaanza kujiona kama mtu mwenye thamani na mwelekeo. Akaanza biashara ndogo, kwa mtaji mdogo sana, lakini kwa nidhamu kubwa. Akaweka akiba hata kama ilikuwa ni kidogo, akaweka kwa subira na uaminifu. Akaongeza mtaji wake taratibu, kila siku akijaribu kuongeza kitu kidogo. Na bila yeye mwenyewe kujua, maisha yakaanza kubadilika taratibu. Sio kwa ghafla, lakini kwa hakika. Sasa anavaa nguo safi, nguo zinazomkaa vizuri, na uso wake unaanza kung'aa tena kwa matumaini. Anaishi chumba kidogo cha kupanga, chumba cha kawaida, lakini chenye amani, mahali anapopumzika bila hofu ya kesho. Ana kipato cha kila siku, hata kama si kikubwa sana, lakini kinatosha kumwezesha kupanga maisha yake mwenyewe. Anaheshimiwa, watu wanamsalimia, watu wanamsikiliza, watu wanamwona kama mtu wa maana. Sio mtu wa kupuuziwa tena, sio mtu wa kupitilizwa kimya kimya. Sasa anaonekana, sasa anahesabiwa. Uamuzi mmoja, uamuzi mdogo, lakini wenye nguvu kubwa. Kitabu kimoja, kitabu kidogo, lakini kilichobeba mabadiliko makubwa. Maisha mapya, mwanzo mpya, fursa mpya. Kama unaamini maarifa yanaweza kubadilisha maisha yako, kama unaamini uamuzi mmoja unaweza kubadili hatima yako, kama unaamini bado una nafasi ya kuanza upya,
Subscribe sasa. Usikose sehemu ya pili kwa sababu ndiyo itaonyesha hatua alizochukua baada ya hapo. Sehemu ya pili inakuja.